Ujumbe unasema usiogope. Tunajifunza mambo kadhaa hapo na tunaweza kuelewa nini ambacho Mungu amekusudia kwetu tena leo. Na kwa nini usiogope? Kwa sababu maisha ya mwanadamu duniani yana majaribu, vikwazo, yana vitisho, lakini tunaambiwa jioni ya leo kwamba tusiogope. Kwa nini tusiogope? Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 20, Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati, kitabu cha Mambo ya Nyakati, sura ile ya Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20. Tutasoma mistari mingi kidogo, kuanzia mstari wa 12 na kuendelea. Tutakuwa nikiruka baadhi ya mistari, lakini tutaweza kuelewa kisa chote na tutajifunza. Usiogope. Mstari wa 12, maandiko yanasema hivi: E Bwana Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi tuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Lakini macho yetu yatazama kwako. Tunajifunza namna ambavyo jamii ya Israeli wakati wa mfalme Yehoshafati walivamiwa na mataifa kadhaa yaliyoungana pamoja kwa ajili ya kuja kupigana nao. Ilikuwa Moabu, Amoni na Wameoni. Hao waliungana pamoja kwa ajili ya kuja kupigana na Israeli. Na mataifa karibia 3, 4 yanapigana na taifa moja. Na mfalme Yehoshafati akapata taarifa ya maadui zake wanavyokuja kumkabili. Kwa hiyo tunaona mfalme alipokimbilia, namna ambavyo aliomba msaada. Maandiko anasema katika kitabu cha Zaburi, Biblia inasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anasema msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nitainua macho yangu nitazame milima. Katika milima, katika kona za njia za kuingilia mji, je, msaada wangu uko wapi? Utatokea wapi kunisaidia dhidi ya maadui zangu, dhidi ya majaribu, dhidi ya vipingamizi, dhidi ya hali ngumu nilionayo? Msaada utatoka wapi? Hapa maandiko anasema Yehoshafati akaongoza Israeli, wakakimbilia kwa Mungu, wakamtazama Bwana, wakaomba mbele za Mungu. Hapa Yehoshafati anasema, Mungu wetu, hutawahukumu hawa? Anazungumza kwamba wewe najua utasimama kwa maadui zetu, utasimama kutupigania, kutuwezesha, kutupa ushindi katikati ya maadui zetu. Hutawahukumia? Wewe hutawahukumu maadui zetu wasitudhuru? Kwa hiyo ni moja kati ya tabia za Mungu za kupigana na maadui wa watoto wake, wa watu wake, wa wale ambao wanamwamini. Unapomwamini Mungu, Mungu huwa anaachilia hukumu dhidi ya maadui zako. Hutawahukumia? Anasema maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu.
Yaani hivi unavyotuona hatuna uwezo wa kukabiliana na kupigana nao na kuwashinda hawa maadui. Moabu wamekuja, Amoni wamekuja, Wameoni wamekuja. Tunawezaje kupigana nao? Hatuna uwezo. Hapa anasema lugha nzuri na ipendo. Anasema wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Anasema macho yetu hayaangalii kwenye nguvu za giza, hayaangalii kwenye fedha tulizonazo, hayaangalii kwenye silaha tulizonazo, hayaangalii kwenye jeshi tulilonalo, hayaangalii. Hatuna matumaini mengine mbali na wewe Mungu. Anasema tazama, macho yetu yanakutazama wewe, yanakuangalia wewe Mungu, utuvushe na kutupigania katika haya tunayokabiliana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usiogope. Usiogope. Unapita wapi? Usiogope. Umetishwa kiasi gani? Usiogope. Umeona nini mbele ya safari yako? Usiogope. Umeambiwa nini? Usiogope. Ukiogopa umeshindwa vita. Ukisimama katika ujasiri unavuka. Unavuka. Usiogope. Anasema ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana Yerieli mwana wa Metania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho wa Bwana katikati ya kusanyiko. Yahazieli akajiliwa, roho ikashuka ya kiungu ndani yake. Roho Mungu akashuka ndani yake katikati ya kundi. Wamekaa pamoja wanaomba. Roho Mungu akashuka katikati ya mtu mmoja miongoni mwa kusanyiko lile. Yahazieli, maandiko yanasema, akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana waambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu, vita ni ya Mungu. Akasema katikati ya kundi, anawaambia kusanyiko, anamwambia mfalme, anasema msiogope wala msifadhaike juu ya jeshi kubwa. Jeshi lilikuwa ni kubwa, lililowakabili Israeli lilikuwa ni jeshi kubwa. Hali ilikuwa tete. Rafiki yangu, una jambo au umekutana jambo, unamwangalia nani? Au unajua, haujui tu ninachopitia. Lakini habari ni kwamba usiogope. Hata kama unachokipitia kina historia mbaya kiasi gani, kina ukubwa kiasi gani, kina maumivu kiasi gani, Biblia, neno la Mungu linasema usiogope wala usifadhaike. Anasema vita, hii vita ya jeshi lile kubwa. Sasa hapo ndo napapenda. Anasema unaona jeshi ni kubwa na vita yake ni kubwa. Halo? Jeshi la panga na vita yake ni ya panga. Jeshi la bunduki na vita yake ni ya bunduki. Jeshi la kifaru au silaha za kivita kubwa na vita yake ni kubwa. Kwa hiyo vita ya wale maadui ilikuwa sio vita ya saizi ya ufalme wa Yehoshafati au saizi ya jeshi la Yehoshafati. Wasingaliweza kukabiliana nao na kuwashinda. Ile vita ilimhitaji Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile vita kubwa inahitaji nguvu kubwa, na nguvu kubwa inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Unapomtumainia na kumtazama, Yesu anasema macho yetu yanakutazama wewe. Kwa hiyo ile vita kwa ukubwa wake na upana wake na namna ambavyo ingeweza kuleta madhara, ilikuwa hitaji namna ya kuwa solve. Haikuhitaji akili za wanadamu, haikuhitaji juhudi za wanadamu, ilimhitaji Mungu aingilie kati alete ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe vita yako unafikiria utaiweza mwenyewe? Unachokipitia unafikiri utakiweza mwenyewe? Kufika unakofika unafikiri unaweza kujimudu mwenyewe? Unamhitaji nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Unaogopa nini? Hofu haikufanyi kwamba kuepuka unachopitia. Hofu haikufundishi kwamba ukihofu kwamba wanaokuonea watakuonea huruma. Haiko hivyo. Ndo kwanza wepata mlango wa kukuangamisha.
Kwa hiyo hofu haikusaidii, kuogopa hakusaidii. Simama kwenye ujasiri, simama kwenye imani. Hata kama unabaki mwenyewe peke yako, simama. Una Mungu, hauko peke yako, una Mungu. Hapa anasema hivi, wewe mfalme Yehoshafati, Bwana waambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu, vita ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kutupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Anasema wale maadui zenu wanakwea kuwapandia ninyi, manake wanatoka makwao, wanawakabili. Ndio lugha ambayo inazungumzwa. Maadui wanawakabili ninyi. Anasema na ninyi mtatoka hapa, mtawakabili, mtawakuta mahali fulani. Hebu tazama, mnakumbuka kisa cha Goliati na Daudi? Wafilisti na Israeli walikwenda, Wafilisti wakatoka na Israeli wakatoka, wakakwenda mahali pa mapigano, kwenye uwanja wa mapigano. Ndicho ambacho kinazungumzwa hapa. Wamekuja jeshi la wafalme watatu, wametoka pia na Yehoshafati. Anasema nendeni na wale wanakuja, mtakutana nao mahali fulani. Anasema hivi, hamhitaji kupigana vita, hamhitaji kupigana vita. Hebu tuwaze mimi na wewe. Anasema hamhitaji kupigana vita. Kinachokupeleka kwenye mapigano ni nini? Halo. Lugha ya kwanza Mungu anasema hivi, msiogope wala msifadhaike. Anasema vita si yenu, vita ni ya nani? Vita si yenu, vita ni ya nani? Hapa anasema hamhitaji kupigana nini? Vita, kwa sababu vita si yenu, vita ni ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema hamhitaji kupigana vita, maana hiyo vita si yenu. Hata ukipigana mtapata hasara na maangamizo, hamtopata ushindi. Vita hiyo sio saizi yako. Mwachia Mungu apigane na kushughulika nayo. Anasema mtakwenda lakini hamtopigana vita. Anasema hamhitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkaone wokovu wa Bwana. Jipangeni, simameni. Lugha hii ya ushindi. Jipangeni mkiwa tayari, yani muwe tayari. Jipangeni manake muwe tayari. Simameni, hakuna wa kurudi nyuma. Manake kuwa hodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Anaambiwa Yehoshafati, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine unapopita mahali fulani, unaangalia ukubwa wa changamoto, unaweza ukayeyuka moyo. Yaani unamwangalia Goliati, unasema sasa hivi nitaishi kweli hapa? Unamwangalia Goliati, bonge la jitu. Ndio Biblia inasema. Ni kweli ni jitu ni Goliati. Na Daudi kadogo. Kwa Daudi angemwangalia Goliati, anasema si hapo nimefanyaje? Nimekwisha. Na si tu umbo la Goliati, hata maneno aliyozungumza Goliati. Anasema nitakata kichwa chako. Nitakata kuangamiza kabisa Daudi. Mimi nitakumaliza wewe. Kakijana kadogo. Daudi akamwambia okay. Sasa mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi hakuangalia ukubwa wa changamoto na tatizo na jaribu. Daudi alimwangalia Mungu aliyeongea, Mungu wake. Alimwangalia Mungu ambaye amekuwa akimsikia. Alimwangalia Mungu ambaye amekuwa akimpigania katikati ya changamoto na majaribu mbalimbali katika maisha yake. Akasema Mungu wangu bado atafanyaje? Atanivusha, atanipa kushinda, atanipigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona namna ambavyo Mungu anasimama upande wa Daudi na kumpa ushindi. Ndicho ambacho Mungu anazungumza hapa. Hasema mtu pigana vita. Simameni. Simameni. Anasema mkauona wokovu wa Bwana. Simameni, jipangeni, simameni. Mkauona wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Sasa wanaambiwa wasimame. Wajipange, wasimame, wakauone wokovu wa Bwana. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wa 13 mpaka 14,
Musa anawaambia wana wa Israeli, anasema msiogope wala msifadhaike. Hawa maadui mnawaona leo hamtawaona tena. Kwani kwa sababu Bwana anakwenda kuwapigania, nanyi mtanyamaza kimya. Maana hazihitajiki juhudi zako wewe. Kuna vita ambayo unahitaji neema na imani peke yake ili kuweza kuishinda. Maana uwezi. Sasa hapa anasema hivi, niparudie. Msiogope msifadhaike, kesho tokeni juu yako, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. No, mstari wa juu anasema hivi, hamhitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Simameni mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Wokovu wa Bwana uko pamoja na watu ambao hawajui kuogopa. Amina. Wokovu unazungumzwa hapa ni ushindi katikati ya vita. Ushindi katikati ya vita, katikati ya majaribu, uko pamoja, au huwa unaachiliwa kwa juu ya mtu ambaye hajui kuogopa, hajui kuhofu. Anachokiona na vitisho anavyoviona sio imani yake. Anaona mengine, anaamini mengine. Amina. Daudi alimwona Goliathi, lakini aliamini Mungu wa majeshi anaweza kumuua nani? Goliathi. Halo? Kwa hiyo ushindi uko kwa watu ambao wanajua ujasiri na kuamini katikati ya majaribu. Kwa hiyo ukiogopa, maana yake umepoteza nini? Ushindi wako. Anasema ushindi uko pamoja naye. Hebu angalia Mungu anaongea. Huyu bado ni nabii, anazungumza katikati ya kusanyiko. Wanaambiwa watu kwamba tutakwenda na tutamiliki sehemu yetu, tutanunua kiwanja. Halo? Wanaambiwa, lakini kuna mzigo, kuna mraba, kuna jaribu, kuna mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda, tutavuka, tutakwenda, tutashinda. Huu gonde tutapona, hali hii tutatoka. Mungu atupa ushindi. Lakini wanaambiwa maneno, bado hata maadui hawajawaona bado. Ilo wamesikia. Ndo kwanza watoke pale, waende wakakutane mahali ambapo Mungu amesema wakakutane na maadui zao. Lakini anasema wokovu uko pamoja naye. Maana yake Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kufanya ya kushinda kwake aliyetupenda. Ushindi wako uko pamoja na wewe. Halo? Yaani Mungu anakupa kushinda kabla ya kujapigana vita. Amina. Ushindi uko pamoja nawe kabla hujakabiliana na adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yaani wewe umeshinda tayari. Imani yako ndio kielelezo chako cha ushindi. Kwa sababu imani yako itakusaidia kujua na kupambanua nini ambacho kiko mbele yako. Aidha ni ushindi au ni kushindwa, ni kuisha au kufa, ni kusimama au kuanguka. Kwa imani ndio itakusaidia wewe. Anasema yuko ushindi uko pamoja nanyi, wokovu uko pamoja nanyi. Kwa lazima kabla ya hujamuona adui yako ameangamia, lazima ujione wewe ndio mshindi. Maandiko yanasema imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyo. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasionekana. 11 Zaburi mstari wa kwanza. Imani. Kwa bila imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Maana kila mwendelee lazima amini kwamba yeye yupo. Kwa hiyo unapokabiliana na jambo lazima uamini. Na ila imani ndio inakusaidia wewe kutokuogopa. Kuogopa maana yake tayari umeshaiondoa na kuipoteza imani. Na tukizungumza usiogope, taarifa ya ushindi wa Mungu kwako itengeneza imani ndani yako. Unapopambana na kukabiliana, ujue nitavuka. Ndio maana Biblia inasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa nini? Wa mauti. 23 Zaburi. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa nini? Wa mauti, sitaogopa
mabaya, maana yeye yuko pamoja nani? Ni yuko pamoja naye nani? Nitapita, lakini najua nitashinda. 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 Wamekaa kinyume nami. Nimebaki peke yao, lakini nitashinda tu katikati yao. Mungu wako aliyetokea katikati ya moto, Meshaki, Shadraka na Abednego. Mungu wako aliyetokea katikati ya nini? Ya tundu la simba wakati wa Danieli, atakutokea tu. Atakutokea tu na atakupa ushindi. Usiogope. Anasema msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yupo pamoja nanyi. Bwana hajawaacha. Mnapita unapitia mambo magumu, lakini Mungu hajakuacha. Anasema Yehoshafati akainama kichwa kifudifudi, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakao Yerusalemu wakimsujudia Bwana, na Walawi na wana wa Kohathi na wana wa Wakorai wakisimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Mstari wa 20 anasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, sikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mungu amini. Yehoshafati anawaambia wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia wana wa Israeli kwamba mwaminini Mungu, mtathibitika. Waaminini watumishi wake, manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Hapa mbele kuna vita, mbele kuna mauti, mbele kuna mateka, mbele kuna maumivu. Wanaambiwa hivi, kufika kwenye neno la nabii ambalo limezungumzwa masikioni mwetu. Mmesikia? Msiogope. Atafanya, atapigania. Maana amesema vita si yetu, vita ni ya nani? Ni ya kwake. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu, nabii. Anawaambia Yuda. Yehoshafati mfano akaambia hivi, haya maneno hayatotimia kwenu kama hamjamwamini Mungu na watumishi wake. Mwaminini Mungu, muamini na watumishi wake. Huyu aliyezungumza maneno, muamini, yaaminini haya maneno kwamba ni mtumishi wa Mungu aliyezungumza. Usipoamini hakuna ushindi. Anasema waaminini, muamini Mungu, mtathibitika. Lakini waamini watumishi wake, waamini manabii wake, mtafanikiwa. Kwa hiyo kuna hatua. Unaamini kwamba kilichosemwa na mchungaji ni cha nani? Huyo Mungu muamini, na aliyekisema ukimwamini. Aliyetumwa kuzungumza mchungaji, nabii, muamini. Usipoamini hakuna nini? Ushindi. Utapita, utaumia, utateseka. Na Mungu ni nani? Ni Mungu. Ameketi kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo ukimwamini Mungu utathibitika. Utapata neema, kibali, ili kuyaona hayo katika ulimwengu wa mwili. Kuona ushindi katika ulimwengu wa mwili, lazima pia kuwe na imani kwa mtumishi wa Mungu. Yale maneno yale yasiondoke kwako. Yale maneno yale yawekwe moyoni mwako. Amini. No, Mungu amesema kupitia mtumishi wake 1, 2, 3 kwa habari ya maisha. Mungu amesema kupitia mtumishi wake 1, 2, 3 kwa habari ya uchumi wako, kwa habari ya afya yangu. Wewe kumbuka nini ambacho umewahi kuhubiriwa mahali hapa kutoka kwa Mungu? Je, unamwamini mchungaji? Je, unaamini ujumbe ambao ulitolewa kwamba umetoka kwa Mungu? Lazima uamini na uwe wako. Ukiwa wako utaona tu matokeo. Utaona. Kwa hiyo Yehoshafati analiweka kundi vizuri. Anasema hivi, kupata ushindi kule lazima imani ikae mahali pake. Mungu na aliyezungumza. Anasema naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale
watakao mwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu wake, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima wa Seiri waliokuwa juu ya Yuda, nao wakapigwa. Maajabu, maajabu. Wataalamu wa vita nisaidie. Hivi kuimba na kusifu Mungu kuna uhusiano gani na bunduki? Niambie, kuna mahusiano gani? Unaimba afu na bunduki mtutu, kuna mahusiano? Njia za Mungu si kama njia za nani? Za mwanadamu. Alo, njia za Mungu si kama njia za wanadamu. Akili ya Mungu si kama akili ya nani? Ya mwanadamu. Sikia, kinachozungumzwa ni nini? Fuata, amini. Umepewa maelekezo gani? Fuata, amini. Umefundishwa nini? Unasikia nini? Unaguswa nini moyoni mwako? Tendea kazi, utaona ushindi. Utaona hatua chanya. Utaona kuvuka. Yaani kama vile uelewi, inakuwaje sasa? Mbona kama vihusiani na nachopitia? Mbona nilifikiri kwamba utaniombea? Nilifikiri kwamba utafunga kwa ajili yangu. Nilifikiri kwamba utakemea. Yani tunasikia nini ambacho Mungu anasema kwa wakati huo? Ndio maana unaweza ukawa na shida fulani, kwa mfano ya afya, na jirani yako naye ana shida ya afya, lakini mguso wa Mungu kwa yule ukawa tofauti na kwa yule. Huyo akaponywa kwa njia hii na yule akakutana neema ya Mungu kwa njia nyingine, lakini wote wameguswa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la msingi ni kumwamini nani na kusikia anachokuelekeza. Kuna maelekezo gani? Kuna nini? Nikutana mtu mmoja akaniambia alikuwa anaumwa, akasukumwa kwenda kudeki kanisa. Anaumwa alafu anasukumwa kwenda kudeki wapi? Kuanzia siku ile ugonjwa ukafanyaje? Mchungaji aliweka mkono. Ndugu zangu, tutembee na Mungu vizuri. Sikia, yani unaposikia mfano kwa sasa hivi unasikia kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna msukumo kwenye eneo fulani. Mungu anasema na wewe. Unapochukua hatua kwenye eneo hilo, Mungu anakupa kuvuka, anakupa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa iko hivi. Walipoweka waviziao, walipoweka waimbaji, Mungu aliwapa maelekezo ya waimbaji. Vita, yani waimbaji wakawa mbele ya jeshi. Waimbaji wakaanza kumsifu nani? Mungu. Walipoanza kumsifu Mungu, Mungu akainua waviziao. Yaani alikotoa jeshi Mungu anajua yeye. Akaweka waviziao kule kwa maadui. Sasa maandiko yanasema hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakatazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi wala hapana aliyeokoka. Wale maadui walikufa karibia wote. Wanaenda kupigana, watu wanamsifu Mungu. Ghafla wanaangalia, wanafika pale kwenye mapigano, wanakuta maadui wamefanyaje? Wamekufa. Mstari unaofuata anasema hivi, nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari na thamani, walivyojivulia zaidi kuliko wawezazi kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Jeshi likaangamia. Wakaanza kuchukua nyara, punda, mavazi, vyakula vya jeshi. Wakaanza kuchukua silaha, wakaanza kuteka. Maandiko sema walikusanya kwa muda wa siku ngapi? Siku 3. Walivyotaka wao. Hawakupigana vita. Mungu alishawaambia vita si yenu, vita ni ya nani? Angalieni, tulieni, simameni hodari. Mnasimameni tu, mkaone wokovu wa nani? Wa Bwana. Hamtopigana. Hapa tunaona Mungu anainua viziao. Wanapiga ile jeshi linaangamia. Yehoshafati kazi yake na jeshi lake hawakupigana, walifanya kazi ya kukusanya nyara, kokota vilivyoachwa na wale wanajeshi.
Mungu ni Mungu. Usiogope itakuwaje. Wewe amini itakuwaje. Usiogope itakuwaje. Amini itakuwaje. Sasa mwenye imani anajua itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye imani anajua no na shida. Na Paulo navuka. Mungu atanitetea, anaamini hivyo. Usiseme sijui ukiwa na hofu kwa ujasiri na imani. Ya Mungu wangu atasimama na kunipa kuvuka. Mungu atasimama na kunipa kuvuka. Mungu atasimama na kunipa kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Kwa nini usiogope? Unapoogopa maana unampa adui nafasi. Kwa nini? Kwa sababu ndani inajengeka hofu. Ikijengeka hofu, adui anaingia. Mlango wa adui ndani yako ni hofu. Mlango wa adui ndani yako ni hofu. Unapotia hofu ndani yako, adui anaingia na anaharibu maisha yako. Watu wengi wameangamia kwa nini? Kwa sababu ya hofu. Unacho kihofu ndicho kinachokuja. Kihofu mauti inakuja. Kihofu ajali inakuja. Ukihofu ufukara unakuja. Ukihofu mateso na kuteswa, utaona mateso yatakuja. Yaani kuwepo mahali hauna raha yoyote. Kwa sababu ni hofu tayari iko ndani. Yamkini makuzi yako. Lakini naomba haya yaondoke, imani jengeke ndani. Tembea kwenye ujasiri. Wewe ni mali ya Mungu. Mungu yuko juu yako. Hauko peke yako wewe. Ndio maana tunajifunza kwamba usiogope. Yupo na Mungu. Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko pamoja na wewe. Unapitia wapi? Unaona nini? Mungu anamwambia Yeremia, unaona nini? Anamwambia naona ufiti wa mtu. Asema umeona vyema. Na mimi naliangalia neno langu nipate faida kulitimiza. Unaona nini? Soma kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 19. Anasema watapigana nao lakini hawatakushinda. Kwa nini? Kwa sababu mimi Mungu niko pamoja nao ili nikupe nikuokoe. Anasema niko pamoja nao ili nikuokoe. Unaona nini? Unaona nini? Unaona nini? Usiogope. Simama na Mungu, tembea na Mungu. Muamini Mungu atakuvusha hapo unapopitia. Atakupigania. Mungu atanyosha mapito. Njia zitafunguka kwa namna usiotarajia. Mungu ana watu kwa ajili yako. Mungu ana vitu kwa ajili yako. Hautaangamia. Mungu yuko nawe. Wewe muamini Mungu. Muamini Mungu. Ukimwamini Mungu, Mungu anakupa neema.